kalipoambiwa na Samsoni, kakaenda kutoa siri kwa ndugu zake. Kalipoenda kutoa siri kwa ndugu zake, na wenyewe wakaenda kifua mbele. Tukwambie maana ya nanilia kitendawili chako. Maana yenyewe ndiyo hii. Samsoni akashangaa, wamejuaje jibu hili? Sawa, lakini Samsoni aligadhabika sana. Akajua haka kadada akamenisaliti, lakini kwa sababu anakapenda hakukapiga, aliamua kuwapiga wao. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Ukisoma mstari wa 18, naomba nipasome. Nao watu wa mji wakamwambia, siku ya 7 kabla ya jua kuchwa, ni kitu gani kilicho? Sasa kitendawili chenyewe jibu lake ni hili hapa. Anasema, ni kitu gani kilicho tamu kuliko asali? Ni kitu gani kitamu kilicho asali? Na kitu gani kilicho na nguvu kuliko simba? Naye akawaambia kwamba hamkulima na mtamba wangu hamngalitambua kitendawili changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Samsoni anawaambia, kama nisingekuwa na huyu binti msingelijua mtego wangu, lakini kwa sababu mmeujua kwa kupitia huyu binti. Samsoni alichokifanya mambo ya ajabu sana, kwa sababu walikuwa wameahidiana kutoa mavazi 30 na mavazi 30 mengine yanakuwa 60. Akaenda kuwapiga watu wa Filisti, akabeba mavazi 30 akaja akawapa. Alipowapa akawatafutia 18 yao, aliwapiga wote kwa sababu yeye alikuwa ni mnadhiri wa Bwana. Sema amen. Sasa Samsoni, kwa sababu alikuwa anajua, alikuwa anatambua, anatembea na uwezo wa Mungu. Siku moja alikutana na Wafilisti, ambapo yeye alichukua taya la punda, aliwaua maelfu kwa maelfu kwa maelfu, kwa sababu alikuwa ni mnadhiri wa Bwana. Na Bwana akiwa upande wako, hata kama jeshi likiwa ni kubwa, hata kama mamlaka yanayokuzunguka ni makubwa, lakini kama una jeshi la Bwana, Bwana atakupigania. Sema amen. Mungu hashindwi jambo lolote, akiamua kutenda anatenda. Sema amen. Na ndio maana leo, kwa nini watu wameshindwa? Kwa sababu wako katika ngome ya shetani. Sema amen. Hebu nipungie mkono hewani na Mungu akubariki.